Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumamosi na kukaribisha katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata katika Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya 60 hadi ya 69. Yohane anazungumza neno hili kwamba baada ya Yesu Kristo kutoa mafundisho juu ya kula mwili wake na kunywa damu yake, wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia maneno ya Yesu juu ya mkate wa uzima, wakasema, neno hili ni gumu, ni nani awezaye kulisikia? Ni kitu cha ajabu sana kwamba waliokuwa wanalazimisha kutendewa miujiza walikuwa ni Wayahudi. Ametumia muda mrefu sana kuweza kuwaelekeza. Baadaye wamefika hata wanafunzi wake ambao tayari walikuwa wanamuita yeye ni mwalimu, wakaona mafundisho ya Ekaristi Takatifu ni magumu, hakuna mtu anayeweza kuelewa, na wao hawakutaka pia kuweza kuelewa juu ya mafundisho hayo. Anatufundisha kitu gani Yesu? Katika habari za mambo ya uzima wa milele kwenda mbinguni, Yesu hakutaka kuweza kuwapatia wanafunzi wake mafundisho laini, kuwapatia maneno yale ambayo wao wanatamani kuweza kuyasikia. Na ndivyo ilivyo tofauti ya injili ya kipindi hiki ambacho tuko, mpendwa mtazamaji. Tumeanza kuwapatia mafundisho ya uzima, mafundisho ambayo yatawapelekea watu kugeuka, kuacha mambo ya dhambi. Tunageuka kuwapatia mafundisho watu wasikie maneno ya vitu ambavyo watavipenda, kupewa miujiza, mafanikio, kupata vitu. Ndio vile ambavyo Wayahudi walikuwa wanataka. Lakini anapogeuka kwamba duniani hapa tutapita, lazima tujiandae kwa ajili ya maisha ya umilele, wengi hawataki kusikia habari kama hizo. Wanataka mafundisho, wanataka mhubiri ahubiri vile vitu ambavyo wanavitaka. Yesu alikataa, hakuwapatia vile ambavyo walikuwa wanavihitaji. Aliwapatia mafundisho magumu, chakula kigumu ambacho baadaye wao wale wanafunzi hawakutaka kuweza kukipokea. Na baadaye akajua ndani ya nafsi yake kwamba neno lile limekuwa ni gumu na hadi imeleta manunguniko kwa hao wanafunzi. Yesu akawaambia, je, neno hili la Ekaristi Takatifu limewakwaza mpaka mmeanza kuleta manunguniko? Akasema, je, kama neno hili linawakwaza, itakuwaje basi mkimwona mwana wa Adamu akipaa huko alikotoka kwanza? Akamaliza kwa neno hili kwamba roho ndiyo inayotia uzima, mwili haufai kitu. Hadi leo Ekaristi Takatifu, habari za mwili wa Kristo na habari za damu ya Kristo, imekuwa makwazo kwa baadhi ya watu kwa sababu ya kutokuelewa kwao. Wamefika hatua wamefanya kebehi, yaani mtu anafika katika maamuzi kwamba anaacha kupokea Ekaristi Takatifu. Kitendo cha kuacha kwa makusudi au kwa sababu ya maisha ya dhambi ambayo ameyachagua mwenyewe, anaacha kupokea Ekaristi Takatifu, amekata muunganiko wa Kristo ndani mwake, hata kuwa na uzima wa Kristo ndani mwake. Matokeo yake, matendo yote yatakayokuwa yanafuata baada ya hapo ni matendo ambayo yamejaa giza, yamejaa ushetani. Hana uzima wa kimungu ndani mwake, hawezi kuwa na huruma, hawezi kuwa na upendo. Na katika hali hii pia, hata wale ambao wengine wanaenda kukomunika, wanaenda kupokea mwili na damu ya Kristo, maandalizi yale ambayo mara ya kwanza walikuwa nayo, tubu, ungama dhambi zako, uwe katika hali nzuri ya kiroho, yamepungua. Wanabakia katika swala zima la manunguniko. Akizuiliwa kwenda kukomunika, akizuiliwa kwenda kupokea mwili wa Kristo na damu ya Kristo kanisani, anaanza kumnungunikia kiongozi wake wa kiroho kwamba mnanitenga,
mnanitenga katika kuweza kushiriki karamu ya Bwana. Sikiliza, karamu ya Bwana ni wale ambao ya kwanza wamemwamini. Karamu ya Bwana ni wale ambao wako safi. Karamu ya Bwana ni kwa wale ambao wanaelekea katika safari yao ya kwenda mbinguni, wamekaza uso wao kwenda mbinguni, si wale ambao wanapenda mambo ya kidunia. Yesu anaposema kwamba roho ndiyo inayotia uzima, yani uzima wa kimungu ambao uko ndani mwangu ndio unaupelekea pia mwili wangu uweze kuwa na uzima. Nikibakia tu katika matendo ya mwili, nikaona kwamba haya ndio ya thamani zaidi, kuishi na mwanamke ambaye sijafunga naye ndoa, kuishi na mwanaume ambaye sijafunga naye ndoa, kuishi maisha ya dhambi kama ndio maisha mazuri, nikakumnike, utambue kabisa kwamba ndani mwako huna uzima. Anaendelea kwa mafundisho haya. Yesu anasema kwamba basi kama mmefika hatua hiyo, mnaona kwamba hamwezi kuniamini, basi mchague maisha ambayo mnaona ninyi mnaweza mkayafanya. Lakini kuna wengine miongoni mwa wale ambao walikuwa pamoja naye hawakuweza kumwamini, na hawa ambao hawakuweza kumwamini Yesu aliwajua tangu mwanzo ni nani ambaye anaweza kumsaliti. Fundisho jingine, unaweza ukawa unakwenda kanisani kila siku, unapokea Ekaristi Takatifu, unapokea damu ya Yesu, afu huamini kwamba Yesu Kristo yuko mle ndani. Huamini, ukaona kabisa kwamba unapokea kitu cha kawaida, huamini juu ya hilo. Na Yesu anawajua wale. Ndio maana baada ya maisha ya hapo umekomunika, lakini baadaye unaenda kumsaliti Yesu, unaenda kukana wito wako. Basi Yesu baada ya mafundisho hayo, wengi kati ya wale ambao walikuwa ni wanafunzi wake wakajitenga, hawakuambatana na yeye tena, walijitenga na Ekaristi Takatifu. Akawauliza wale thenashara, wale 12, yani timu ile ya Petro na wenzake, akasema, na nyinyi mtaka kuweza kuondoka? Ndipo Petro anasema, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele, nasi tumesadiki, tena tunajua ya kuwa wewe ndiwe mtakatifu wa Mungu. Alikubali Yesu kubakia na kundi dogo la mitume 12. Wengi wanafunzi wakaondoka, na wengi ambao ni Wayahudi wakaondoka, na hadi leo kanuni ya mbinguni inafanyika hivyo hivyo. Yesu yuko tayari abakie na watu wachache ambao wanaomwamini, watu wachache ambao wanatambua nguvu ya Ekaristi Takatifu na damu yake, ambao wamekaza macho yao kuelekea mbinguni, kuliko kutembea na watu wengi, kuambatana na watu wengi wasio na muamini. Je, katika siku ya leo upo katika kundi gani? La wale ambao wamemwacha Yesu kwa sababu ya mafundisho magumu ya Ekaristi Takatifu, au upo ndani ya timu ile ya wale thenashara ambao wamesema twende kwa nani Bwana? Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.